Kwa hiyo mwanaume kwa mara ya kwanza akiwa kwenye bustani ya Eden, mahusiano yake ya kwanza mwanaume hayakuwa mwanamke, yalikuwa Mungu. Na naangaika mpaka sasa hivi sijui, ila siku nikijua nitasema mbele za watu kwamba Mungu na Adamu walikaa kwa masaa mangapi kabla mwanamke hajatengenezwa? Hivi ni kutengenezwa kuumbwa. Walikaa masaa mangapi? Mpaka sasa sijui. Lakini somo la kesho na kesho kutwa utakuja kushangaa. Niseme tu juu juu, Adamu alipomaliza tu kuumbwa alikuwa bado hayuko qualified kuwa na mke. Nisikilizeni vijana ambao bado hamjaoa na sisi tuliokuwa kwenye ndoa, kuzaliwa kuwa mwanaume sio sifa ya kuwa na mke. Kwa sababu Adamu alipoumbwa pap kakamilika, kafumbua macho, still bado alikuwa hapaswi kuwa na mwanamke. Mungu akaanza kumpa vitu vingine kabla hajampa mwanamke. Cha kwanza, kasome kwenye Biblia yako, Mungu alimpa Adamu nyumba ya kuishi, akamweka katika bustani ya nini? Mwanamke hakuwepo. Mungu anisaidie msinielewe vibaya. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na makazi, priority kwa mwanaume ni makazi. Kwa sababu huwezi kuwa na mwanamke kama una kwako. Kwa hiyo wewe unaekaa kwa mjomba wako alafu una demu, we ni kenge. Eti tusamehe sisi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanaume, Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa mwanamke kwanza. Biblia inaniambia alipewa kwanza nini? Kazi. Makazi. Sasa leo kijana unakaa kwa mjomba wako, anakulipia ada, una hela ya chakula unapewa na mjomba wako, halafu eti una demu. Na wewe binti ulivyokuwa wa ajabu, umekubali kabisa kuwa mikononi mwa mwanaume wa aina hiyo, kwamba pastor tunapendana, haya mengine Bwana atafungua. Mkipendana mnalipa kodi? Yaani ukikaa na mpenzi wako, nakupenda pia, kodi imelipwa. Nakupenda pia, umeme umelipwa. Nakupenda pia, umenunuliwa viatu. Mwanaume cha kwanza ambacho Mungu alimpa makazi. Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa kwanza mke. Cha pili, nimesema nitavifundisha mbele. Mungu akamwambia Adamu ailime na kufanyaje? Na kuitunza. Maana yake alimpa nini? Kazi. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na kazi, cha kwanza ni nini? Sasa wakina mama usianze, pastor unatuonaje? That is the truth. Cha tatu, mwanaume akaambiwa atailinda. Maana yake mwanaume ni mlinzi kwa mwanamke. Na naomba hapa nisisitize kidogo. Nimesema hayo masomo yake yako mbele, tutajifunza. Niliwaambia sijui juzi kama sio jana kwamba kwenye Biblia ninaposema mwanamke sizungumzii mkeo, sizungumzii mchumba wako. Mwanamke ni mwanamke tu, haijalishi nani yako. Kwa hiyo mnisamee, tunajifunza. Unaporudi nyumbani unamuona mama yako, ukumbuke unamuona nani? Mwanamke. Unapomuona dada yako wa kuzaliwa naye tumbo moja, unamuona nani? Mwanamke. Kwa hiyo mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, haijalishi ni nani yake. Na maanisha nini sasa? Mwanaume hawezi kufanya kitu kibaya kwa anayemlinda. Eti kama we ni mlinzi wa mwanamke utamwacha? Kama we ni mlinzi wa mwanamke utamfanya afanye vitu visivyofaa? Kwa sababu wewe ndio protector unaopaswa umlinde. Kwa mantiki hiyo, mwanamke anapaswa kuwa salama akiwa mikononi mwa mwanaume. Ila sio sasa hivi, Mungu atusaidie. Sasa hivi yani hata barabarani ukiona kijana wa kanisani tu anatembea na binti unaanza kusali kwamba baba usiwaache, nenda pamoja nao, kwa sababu ulinzi umepotea kabisa. Ndipo Mungu anakuja kumwambia hivi, Adamu si vema awe peke yake. Wakati huo kampa makazi, kazi, ulinzi na mwalimu. Adamu ndo aliambiwa na Mungu miti yote usile, wakati huo mwanamke hayupo. Kwa hiyo mwanaume ni mwalimu wa familia yake. Baada ya hapo ndipo Mungu anamleta nani? Mwanamke. Sasa sikiliza. Kabla ya makazi, kabla ya kazi, kabla ya ulinzi, kabla ya ualimu,
Binadamu alipoumbwa, cha kwanza alichopewa ni Mungu mwenyewe alikuwa pamoja na Adamu. Weka kichwani hiyo, usisahau. Wakati Mungu anataka kumuumba mwanamke, rudi kwenye Biblia yako. Biblia inasema mwanaume alilala. Maana yake nini? Adamu hakuwahi kuona mwanamke alivyoumbwa. Mwanamke anapofumbua macho na yeye kwa mara ya kwanza, alikuwa yuko pamoja na nani? Na Mungu. Mwanamke na Mungu wakaenda pamoja kwa nani? Kwa Adamu. Natamani hiki kitu kikae vizuri kichwani kwako. Mungu anahitaji mahusiano binafsi na mwanamke, na Mungu anahitaji mahusiano binafsi na mwanaume. Mwanaume mwenye mahusiano na Mungu na mwanamke mwenye mahusiano na Mungu ndio waliokutanishwa waoane, mke na nani? Kwa hiyo ingredient ya kuoana sio kwa sababu una jinsia ya kike au kwa sababu una jinsia ya kiume. Hapana, ni mwanamke sawa, una mahusiano na Mungu. Ni mwanaume sawa, ni mwanaume, una mahusiano na Mungu. Kwa hiyo sifa ya kujiengage kwenye ndoa, hatuanzi kutafuta ndoa kwanza, tunaanza kutafuta mahusiano na nani? Na Mungu.